Tangu tuanze hii project yetu sasa hii ni kama 7 months. Tumekuwa construct, tunakosea hapa, tunarekebisha mpaka sasa hii tumeweza kufikia pale tumefikia, ambapo pond ziko tayari, maji yanaingia vizuri, maji yanatoka vizuri, na samaki pia wanaendelea na maisha yao. So huu ni mpango mzuri, na si mambo na tufuge samaki peke yake. Unaona, tuko na ideas nyingi, tunafikiria baadaye tunaweza kufanya na hao samaki. Kwa hivyo kuna process hapo ya mambo na value addition. Unaona, kuna processing and gutting. Sasa hapo pia itakuwa ikiemploy watu kufanya kazi. Unaweza pata watu wawili watatu pale wakikata samaki, wakitengeneza fillet. So tunafanya value addition ya ile samaki ambao tutakuwa tukitoa. Hiyo yote ita create employment. Alafu pia tutakuwa tunasaidia wakulima kutafuta soko, kwa sababu sisi tunaanza pia sasa hii kufuga samaki. Tutaanza kutafuta soko, tukishashika soko tutafanya na wakulima wengine sasa kuwaleta kwenye hili soko letu, na mwisho wa siku tupate ile capacity kubwa inawezekana. Nataka tuweze kufanya hata labda 1 ton ama 10 tons kwa mwezi. Hapa hatuwezi fanya kwa sababu hii sehemu yetu ni ndogo, lakini tukishikana na wakulima wengi na tupange mipangilio vizuri kwamba labda wakulima hawa wanaweka Januari, wengine wanaweka February, so baadaye tutakuwa na consistency. Flow inakuwa mzuri, tunasema haya, ile market tumeshika ni ya kwa mfano 10 tons kila mwezi. Tutaweza, lakini ni mipangilio tu pole pole. Mwanzo tumeanza na kuchimba ponds, tukaweka samaki, so tunataka tuende kufanya production, wafuge na tuwezesha tuweze kupata bumper harvest. Na samaki wao wachukue muda mrefu, tilapia kwa muda miezi 6. So tunatarajia in the next 6 months tuwe na bumper harvest. Pia tutawaita tena project. Sasa katika huu mpango wa kufuga samaki pia lazima tuzingatie lishe ya samaki, na kati ya vile vitu ambavyo tunafikiria kufanya ni kuintroduce chakula cha aina ya Azolla. Hapa niko na mkulima mwenzangu ambaye ametuletea Azolla kwa hii shamba leo. Wacha atatueleza faida ya Azolla kwa samaki, maanake Azolla ni chakula kizuri sana kwa samaki. Asante sana Bwana Fem kwa kuweza kutukubalia kuja katika shamba letu, manake Blue Economy sasa hivi sana, na wakulima wakijiingiza katika ukulima wa samaki wanapunguza gharama nyingi sana, manake tukitegemea bahari, kuna wakati bahari itakuwa huwezi kutoa samaki na wateja wanataka kula samaki. Kwa hivyo nimeonelea ni vizuri pia tuje tuunganike nanyi katika kupunguza gharama ya ufugaji, manake Azolla iko na kiwango kikubwa cha protein, na samaki ni protein. Azolla iko na 40% protein, iko na magnesium, iko na calcium, iko na all that minerals, but the biggest percentage minerals ni kiwango kikubwa sana cha protein. Kwa hivyo naonelea mtakuta Azolla is pure organic. Kwa hivyo itakuwa mzuri sana, na Azolla inasaidia pia kwa inafanya processing. Maana pengine katika zile baadaye pia tunaweka inatoa inavuta hizo kemikali inaweza kutupiwa isafishika kabisa. Kwa hivyo Azolla itapunguza gharama na samaki wanapenda. Wakianza kula utaona wanang'ang'ania, wanavutana, wanapigana mpaka isha. Ukirusha hapa within some hours hata moja utaona. Hata vile
ulikuwa unasema unaogopa imee, haiwezi mea, itamea wapi? Maanake ni tamu, wanapenda wana ile wanamaliza yote. Kwa hivyo huu mkulima wa Azolla najua kwa wale wakulima ambao wanataka kufanya ukulima wa samaki, sisi tuko hapa kuwasaidia nyinyi. Kama mnavyoona kwenye hili shamba liko sahihi, hakuna kitu kwa mambo na tunaweza kufanya. Kama ni pond construction tunaweza, kama ni kuletea samaki ambao ni wale wa kuletea, tunaweza kuletea. Kama ni the right type of feeds tunaweza kuletea, the commercial one na Azolla pia tutakuletea. So sisi tuko hapa tayari kuwasaidia nyinyi. So kwa wale wakulima ambao wanataka kufuga samaki, unaweza kutafuta. Namba yangu ni 0707643188 Famisafe. Na pia kuna mambo mengi siku hizi yanaendelea shuleni kwetu. Unakuta kuna CBC na CBC, kuna mambo mengi sana na agriculture, si ndio? Watoto wanafundishwa pale mambo na ukulima, mambo na ufugaji. So sisi pia hapo tunaweza saidia wale walimu ambao wanaweza taka kufundisha watoto wao ama wanafunzi wao mambo na fish farming. Wanaweza kuja na hao wakatutembelea na tukawaonyesha jinsi samaki wanafugwa na jinsi mabwawa ya samaki pia yanavyofanya. Azolla imeanza kuchukua mkondo mwingine kuingia kwa blue economy kama feeds kwa sababu fisheries. Kwa hivyo Azolla is taking another new direction kuingia katika ufugaji wa samaki, na tunaona kuwa Azolla katika ufugaji wa samaki inatupunguzia gharama nyingi ya ufugaji. Tena Azolla it's a water purifier, kumaanisha Azolla ikiwa imepewa samaki wa kukula, ina purify, just purifies the water, inasafisha hayo maji. Tena Azolla huwa inaongeza oxygen kwa maji. Kwa hivyo wale samaki wakiwa mle ndani na oxygen iko, wanaongezeka, wanazidi kukua sana kwa upesi. Kwa hivyo let's think about Azolla, let's talk about Azolla, let's cut the costs